Ndani ya nyumba tena tuko na burudani bomba sana. Anasema ni Demon, na hii ni katika episode ya pili. Kumbuka napigwa katika mitambo safi sana ya SDC Production, Jumbra burudani langu jina ni Tofauti DJ. Hebu tuendelee kusonga mbele na burudani bomba sana pale ambapo tulikuwa tumeishia katika kizaza bomba sana cha mkali Guwon akiwa na bibie Dodo. Hii mambo hayo kizazi zaidi au sio? Hebu tuguze katika sehemu ambayo tulikuwa tumeishia pale. Asema kilikuwa ni kipindi ambacho mwanaume alikuwa amemdaka bibie kwa madaa sana, na hii ilikuwa imeanza kutengeneza feeling moja ya hatari zaidi. Hapa bibie alikuwa na namna tu zaidi ya kwenda kukaa pembeni, lakini mkali aliamua kuchukua keki kwa sababu alikuwa anadai ya kwamba leo ni siku ya happy birthday yake. Lakini wale wauni ambao aliweza kumwangamiza bosi wao wamekuja kwa ajili ya kupambana na mwamba. Hapa kalikuwa ni kamzozo zaidi. Kwanza waliweza kujaribu ile keki ambayo mtaalamu alikuwa ameagiza kwa gharama kubwa, na hii ilimpa ghadhabu kubwa sana mkali Guwon. Sasa upande wa pili kwa bibie akiwa katika eneo la bafu kuu, alikuja kwa ajili ya kujisafisha yale madoa ambayo alianguka keki, lakini huku anapata kumbukumbu tofauti sana na hisia. Anahisi tayari kuna kitu ambacho kimeanza kuingia ndani ya mwili wake, kikiwa kinamaanisha ya kwamba moyo wake unatengeneza nafasi ya kumhitaji kijana ambaye anafahamika kwa jina la Guwon. Sasa bebe alijaribu kujiweka sawa tu kwa sababu tayari makeup ilikuwa haijakaa vyema. Moja kwa moja chuma inatosha upande wa pili kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina Guwon, akiwa na magaidi ambao wanadai ya kwamba ni lazima walipe kwa kile ambacho wamefanywa bosi wao. Sasa mkali alichokifanya, alichukua tu kipande fulani cha gazeti tu, na Tala Bintibu alianza kuchukua watu hawa na kuingiza ndani ya gazeti. Kumbuka huyu ni Mr. Demon, yani yeye amekuja kwa ajili ya kuchukua nafsi za watu ambao walikula kiapo, yani wale saini makubaliano na Israeli, hivyo hawana uwezo hata kidogo wa kumshambulia mkali huyo. Alichofanya, aliwakusanya watu wote na kuingiza ndani hilo gazeti ambao amelishika hapo. Hili washangaza sana kwa sababu kilikuwa ni kitu cha ajabu sana, na baadaye baada ya kumaliza kwa kisha kundi zima ameshaliweka ndani hilo gazeti, alikuwa ameshafanikisha kumaliza kile ambacho amekianza. Sasa upande wa pili kwa bie akiwa katika eneo la bathroom huko, alikuwa anazidi kujiweka sawa na jaribu kurekebisha makeup yake. Basi aliweza kutoka na kuja kwa mkali ya kudai ya kwamba nafikiri party inaweza kaendelea, lakini mkali alisema kuna party ambayo inaendelea, na hata hivyo hakuna kitu ambacho kinahusiana na wewe hapa. Hii yote nilifanya kwa sababu ilikuwa ni siku yangu special sana. Kwa hiyo wakati mwingine unatakiwa utafute nafasi ya kucheza na watu mwingine. Hivyo ilikuwa ni majibizano makali sana kati ya mkali na bibia, kwa sababu kila mmoja alikuwa amemwalika mwenzako. Kumbuka hapo walichanganyana tu. Huyu mkali alikuwa sio mtu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kutana na bibia. Basi mkali baada ya kumaliza kazi yake alichukua lile gazeti, kisha akaamua kulitupa katika chumba kimoja hivi, alafu kisha akafanya ile ishara yake. Waambia wamba walikuwa nakanyigana sana na alikuwa anatoka ndani ya ile gazeti. Basi moja kwa moja Tala binti bibia alikuwa na appointment kubwa sana kukutana na madam ambaye anafahamika kwa jina la Madam Ju. Akiwa njiani alikuwa anakumbuka vitu vingi sana na anawaza vitu vingi sana juu ya kampuni ambayo inafahamika kwa majina la Milai Group Company ambayo iko chini ya Madam ambaye anafahamika kwa jina la Ju. Na leo ilikuwa ni happy birthday ya Madam Ju akiwa anatimiza takriban miaka 70. Sasa katika eneo la shughuli hapa alikuwa yuko na vijana wake, yani pamoja na wapwa watoto vitukuu, yani kiujumla familia nzima ilikuwa katika ile eneo, na hivyo walikuwa ni watu ambao wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha tu sherehe ya mamao, bibi yao na wengine wanamuita shangazi inakwenda sawa. Lakini mama alionekana ni mtu ambaye havutiwi hata na mtu mmoja ambaye yupo katika ile eneo, kwani anaonekana kuna mtu maarufu sana na special ambaye anamsubiri sana. Huyu bwana mdogo anafahamika kwa jina la Chai Taijun. Tulikuwa naye katika tamthilia fulani, nitakupa jina hapo mbele. Basi ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa mama, na hivyo alikataa zoezi la kupiga picha, lakini pindi tu ambapo aliweza kufika Big B ambaye anafahamika kwa jina la Dodo, hapa mama alikubali kabisa kupiga picha. Na maana huyu mama katika familia yake yote anampenda sana huyu mtoto ambaye ni kama mtoto wa kulisi tu, yani sio mtoto wake. Anaamini huyu ndio mtu pekee ambaye anaweza kumaliza kile ambacho amekianza katika kampuni yake. Lakini pamoja na yote bibi anagundua kwamba watu wote wanachuki sana na yeye. Basi moja kwa moja baada kutoka pale bibi alikuwa anahitaji kurejea katika eneo la kampuni, lakini akiwa njiani aliweza kupata ujumbe wa ajabu sana. Huyu bwana anasema kuna mipango miovu ambayo imepangwa juu ya kampuni ya Milai Group, hivyo
nilikuwa naomba upate nafasi ya kukutana na mimi ili niweze kukupa mambo mengi sana ambayo yakiwa yanahusisha ufisadi wa fedha katika kampuni. Hili mchangaza sana bibie kwa sababu alipokea simu kutoka kwa mtu ambaye asiyemjua, ila anadai ya kwamba tu kuna taarifa za muhimu sana ambazo zipo katika kampuni anatakiwa azipate. Basi bibie akiwa hapa aliweza kupata tena ujumbe ambao ulimshtua kidogo kwamba hali ya Madam Juu haiko vizuri. Kwa sasa Madam yuko hoi katika eneo la hospitali. Sasa bibie baada ya kufika katika eneo la hospitali alijua Madam tayari ameshapoteza maisha, hivyo alikuwa ni mtu ambaye anahuzunika sana. Lakini Madam bwana na michezo fulani ya ajabu sana. Kwanza alifurahi sana kwa kupata nafasi ya kugundua bibie ni mtu ambaye anampenda sana. Lakini pia alimwambia bibie amefanya hii ni kama surprise, hivyo alikuwa na kitu muhimu sana cha kumwambia na ingekuwa ni vema kama bibie angeketi kuweza kupewa habari zenye habari. Basi mama anadai ilikuwa ni siku ambayo ni ya muhimu sana kwa bibie ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe, na leo ilikuwa ni siku ambayo ni siku ya happy birthday yake. Lakini bibie alalamika sana, hivyo alikuwa na namna tu kwa sababu mama anaonekana ana upendo sana na anatambua thamani sana ya binti huyu, ingawa ni binti tu ambaye amemwadapt na kumlea kama mtoto wake. Asema katika maisha yangu ndio kitu cha thamani ambacho kimebakia, hivyo siwezi nikaamini au kuona furaha yako inapotea. Sasa hapa mama alikuwa anajaribu kutoa picha ambayo ilikuwa inamfanya bibie akutane na ule mtu kwenye date yake ya kwanza. Na huyu mtu ni kwamba alikuwepo katika lile eneo, ila bibie hakuweza kupata nafasi ya kumuona. Yeye aliyemwona ni mkali ambaye anafahamika kwa jina la Guon. Hasa bibie baada ya kuiona picha ndo akapata mshangao zaidi. Akasema mimi mtu ambaye nimekutana naye anasema yeye anatambulika kwa jina la Guon. Na maana bibie alienda kwa mtu ambaye kwa sahihi zaidi, na hii ilikuwa ni kamzozo sana. Ina maana hapa bibie aligundua kitu ambacho amefanya ni kama kulazimisha tu upendo kwa mtu ambaye alikuwa sio special kwa ajili ya date yake. Lakini mama alisema atalifix hilo swala na anahitaji kutengeneza nafasi nyingine ya bibie aweze kukutana na ule mtu kwa ajili ya dating yao ya kwanza. Lakini bibie kwa sasa aliweza kukataa hilo swala, kwani kwa sasa alikuwa tayari ameshatengeneza kitu kingine kikubwa sana ndani ya moyo wake. Ilikuwa ni furaha kwa sababu ilikuwa ni siku sana special kwa ajili ya bibie, hivyo mama alimfanya bibie ajisikie vizuri sana kwani ilikuwa ni siku ya birthday yake. Basi bibie akiwa ametoka nje na bodyguard wake alikuwa anahitaji kuelekea sehemu moja hivi. Nakumbuka kuna bwana ambaye amesema na taarifa ya muhimu sana juu ya hii kampuni, hivyo ingekuwa ni vema bibie angetafuta nafasi ya kukutana naye. Sasa huyu bwana akiwa katika eneo la toilet kwa kijiweka sawa, inaonekana kuna mwamba mmoja na kuingilia akiwa amevaa kikofia, lakini katika eneo lake la shingo ni kama ana michuruzi sana. Mambo hiyo alichofanya ni kuweza tu kuyapoteza maisha ya yule mkali. Sasa upande wa pili kwa bibie akiwa katika eneo moja hivi, hapa ilikuwa ni siku maalum sana ambayo ilikuwa inaambatana na birthday yake, hivyo alikuja katika beach moja kwa ajili tu ya kuweka kumbukumbu yake ya zamani vyema zaidi. Na hapa alikumbuka kipindi alipokuwa kibeng na wazazi wake akiwa na maisha mazuri sana kabla wazazi wake hawajapoteza maisha, na hili ndilo eneo pekee ambalo alikuwa anapenda sana kumleta bibie pindi ambapo inafika majira ya happy birthday yake. Basi bibie ajisikia unyonge sana baada ya kupata ile kumbukumbu ya zamani. Hata hivyo upande wa pili kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Guon anahisi kama kuna kitu ambacho kinamuita upande wa pili. Yaani mwamba kazi yake ni kwa ajili ya kutoa nafsi tu. Unaweza kumuita Israeli mtoa roho. Sasa bibie akiwa ametulia mpaka majira usiku, kuna bwana mmoja alikuja kumpa support bibie, na hivyo alimchukua na kumpakia ndani ya gari. Sasa bibie kipindi anashtuka katika lile gari ndo anagundua nani aliyembeba, lakini kitu cha kushangaza zaidi aliona GPS track ikiwa na track ndani ya gari, hivyo ikamfanya bibie agundue huyu ni mtu hatari zaidi ambaye amembeba, kwani tayari aliweza kumbuka tu huyu ndo mtu ambaye aliwahi kufanya mauaji hata kwa familia yake, na ile alama ilimthibitishia tu kwa sasa yuko katika hatari kubwa sana. Sasa ni kwa nini huyu bwana mkubwa anahitaji kumwangamiza bibie? Hapa kuna kamchezo kazito zaidi. Basi mwamba alianza jitihada za kutaka kumaliza bibie, lakini bibie aliweza kuchoropoka. Sasa upande wa pili kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Guon unaweza kumuita the demon, yani yeye ni mtu ambaye anadili na mambo ya kutoa nafsi. Asema muda sasa umefika kwa sababu tayari naiona kuna nafsi iko katika hali ya hatari zaidi, hivyo ni lazima nihakikishe kwenda kuikusanya hiyo nafsi
kabla majira hajabadilika. Basi unaombea mkali Tala binti Tibu anaingia katika eneo la kizaazana. Hapa bibie anafanikiwa tena kumwona mkali Guon, na hapa anachohitaji tu ni kupata msaada kwa mtu huyu ili aweze kutoka katika majanga hapa. Asema Guon, ingekuwa ni vema sana kama ungenipa nafasi ya kuweza kumsaidia. Mkali anakuambia mimi nitakusaidia lakini kwa masharti machache tu. Hivyo ukifanikisha juu ya masharti ambayo nitakwambia, basi mimi kukupatia msaada haitakuwa kitu chenye uzito zaidi. Basi bibi alijikuta katika hali moja ya hatari zaidi, na hivyo aliweza kukubaliana tu ofa kutoka kwa mkali kwamba yuko tayari kufanya chochote tu ili mradi mkali aweze kumsaidia katika hii hatari ambayo iko mbele yake. Basi mwanaume Tala binti Tibu alihitaji kupambana na huyu mtu ambaye analeta kizaazaa kwa ajili ya kuhakikisha tu anaokoa maisha ya bibi, na baadaye bibi atalipa kwa kile ambacho ameomba kama msaada. Sasa kalikuwa ni kamzozo zaidi. Bibi aliweza kuingia ndani ya gari kwa ajili ya kuhitaji tu kukimbia, lakini ghafla mtu yule aliweza kujigonga katika eneo la gari baada ya kurushwa na kitu kizito sana, na hii ilikuwa ni mtikisiko kutoka kwa mkali Guon baada ya kumrusha yule Zekila. Sasa kinachofuata nini? Kwamba mtaalamu anasema bibi ni lazima saini contract ya makubaliano kutokana na kile ambacho alikiomba kutokana na ombi lake kwa mkali. Sasa mkali anachokifanya, anakuja kwa bibi kwa ajili tu ya kumpa contact ya kile ambacho alikuwa amekiomba kwa mara ya kwanza. Bwana, hii ni katika sehemu ya pili tu. Sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya tatu ya Chuma Bomba sana? Wanasema my demon ya the choose anyone. Cha msingi endelea kutulia Tala binti Tibu, tuendelea kusukuma ili gurudumu mdogo mdogo, na hii tutaimaliza tu. Kwa hiyo cha msingi kanasi, cha msingi hakikisha una like, una comment, una subscribe, mambo endelea kwa kizazi zaidi. Hii ni my demon katika sehemu ya pili tu. Hii inapigwa na 4DJ kutoka GC Production. Bye, ciao.